Filamu inaanza na familia ya bwana mkubwa anaitwa Hanifu. Ndani ya gari yuko yeye, mke wake pamoja na watoto wao watatu. Safari hii ilikuwa inaelekea katika kituo kimoja cha watoto yatima, mahali ambapo Hanifu amelelewa hapo, na lengo la safari hii ilikuwa ni kwenda kumuona mtu ambaye alikuwa anasimamia kile kituo. Alikuwa anaitwa Punk Bandan, ambaye kwa sasa ni mgonjwa, yupo kitandani. Wakiwa njiani, gari ilikuwa limegonga kitu. Baada ya kushuka kutazama ni nini hicho, wakuwa wamegundua kwamba kuna mnyama mmoja ambaye amekufa hapa. Huyu mnyama jinsi anavyoonekana ni tayari alikuwa amekwisha kufa, lakini wao wakaamini kwamba pengine walimgonga mnyama huyo, hivyo wao wakaamua kuendelea na safari yao bila kujua kwamba pembeni hapa kwenye mtaro kulikuwa kuna binti mmoja aliyejeruhiwa amelala kwenye mtaro. Baada ya safari ndefu, jioni wakawa wamefika eneo waliokuwa wanakwenda. Wakawa wamepokelewa na kijana mmoja ambaye ni rafiki yao, anaitwa Maman. Alikuwa na mke wake ambao wao wote walikuwa wanaishi hapa, anaitwa City. Marafiki pia ambao wamekuwa pamoja na Hanifu, Anthony pamoja na Jeffrey, wakawa wamefika hapa wakiwa pamoja na wake zao Eva pamoja na Rina. Basi wakaingia ndani ya nyumba. Nyumba iko kimya sana. Maman akawa amemwambia Hanifu kwamba watoto wengine wako safarini na basi huko, hapa ndani wamebaki watoto wawili tu. Akawa amewatambulisha watoto hao kwa Hanifu. Mtoto mmoja anaitwa Hasbi pamoja na Rani. Hanifu pia akawa amewatambulisha watoto wake kwa hao vijana. Hanifu baada ya muda akawa amemchukua mke wake na kwenda kumuona Bandi. Huyu yeye ndiye watu wote wamekuja kumuona. Sasa baada ya kumsalimia na kumtambulisha mke wake kwa huyu bwana mkubwa, mke wa Hanifu anaitwa Nadia. Mzee baada ya kumtazama akaanza kuonyesha hali fulani hivi sio poa hata kidogo. Sasa upande wa watoto wakiwa wanapigapiga stori huku wanachagua vyumba vya kulala, Hasibu akawajuza watoto wa Hanifu kwamba yeye alikuwa hapa tangu alipozaliwa, lakini kwa mwanadada Rani, yeye alitelekezwa na mama yake akiwa tangu ana umri wa miaka 10. Hajawahi kumuona mama yake, japo yeye ana imani kwamba mama yake siku moja atakuja kumuona, na Rini anaamini siku hiyo itafika tu. Sasa wakiwa hapo, Dina akawa ameuliza kuhusiana na chumba kimoja ambacho kimefungwa, ikiwezekana yeye apewe chumba hicho akae kule. Hasibu akamwambia kwamba hicho chumba hakijawahi kufunguliwa kwa muda mrefu sana. Baada ya wao kuingia ndani, mtoto wa Hanifu anaitwa Haki, yeye akasogea kwenye hicho chumba huku anasikiliza, anatamani kufungua, lakini binti Rani akafika hapo na akawa amemwambia kwamba hicho chumba hakijafunguliwa, kina miaka 20 mpaka sasa. Hakuna mtu yoyote aliwahi kuingia ndani hapo, akisema kwamba miaka ya nyuma kuna mlezi ambaye alikuwa ni mlemavu aliwahi kuishi katika kituo hiki, alikuwa anajulikana kwa jina la Ibu Mira, alikuwa akihudumu hapa. Aliwahi kuchanganyikiwa akidai kwamba msichana mmoja aliyekuwa anaitwa Murin, na yeye pia alikuwa analelewa katika kituo hiki, alichukuliwa na mapepo. Watu walidhani kwamba pengine Mirani ndiye aliyemuua Murini, wakaamua kumfungia kwenye chumba hicho hadi akafa. Sasa binti anasema kwamba kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba Mira mpaka sasa yupo hai na yupo ndani ya chumba hicho, japo wengine wanaamini kabisa atakuwa alikufa. Lakini binti ambaye alidaiwa aliuawa na pepo, yani Murini, hakuna mtu yoyote anayejua yule binti yuko wapi mpaka hivi sasa. Ni miaka 20 imekwisha kupita. Sasa baadaye wakawa wameungana pamoja, wakawa wanatazama album za picha ambazo zimewahi kupigwa kwenye hii nyumba, kwa sababu vidume wote wamelelewa katika kituo hiki cha kulelea watoto yatima, hivyo wanafahamiana kwa ukaribu zaidi, ni kama ndugu wawa. Wakiwa wao wanaendelea kutazama picha, mtoto Haki akawa amepata album nyingine iliyokuwa imefichwa chini ya kabati. Akawa amemuuliza baba yake kwamba mbona hii album iko kinyume nyume. Sasa baada ya kuitazama hiyo album, ndani yake wakawa wamepata picha ya Ibu Mira. Ikabidi kueleza kwamba Mira aliwahi kuwalea hapa kwenye hichi kituo walipokuwa watoto wadogo. Sasa Haki akashangaa, hii story amekwisha kuambiwa muda si mrefu. Ikabidi kumuuliza kwamba ndiyo mtu ambaye amefungiwa kwenye kile chumba mpaka akafa mwenyewe. Mzee akawa ameshtuka sana baada ya kusikia hivyo, akasema kwamba Mira yeye aliugua akawa amekufa. Hii story mtoto akawa amegundua kabisa imebadilishwa. Mtoto akawa ameuliza, na huyo mtoto ambaye yuko pamoja naye kwenye hiyo picha ndo Murini mwenyewe? Mzee akasema kwamba huyu ni Murini, alikuwa ni rafiki yetu na tulikuwa naye hapa. Mtoto akawa ameuliza, kwa sasa yuko wapi? Au huyu ndiye aliyeuawa na Mira aliyezikwa huko msituni? Watu wazima ikabidi kuanzisha stori nyingine ili waachane kabisa na hizi stori, maana maswali yameanza kuwa magumu. Baadaye Hanifu akaenda kwenye gari kwa ajili ya kuchukua vitu. Sasa akiwa huko akaona gari lake limebondeka na lina damu, na kwenye kutazama vizuri akawa amegundua kwamba kuna nywele ilikuwa imesalia kwenye gari hili. Jamaa akawa ameshtuka sana, akahisi pengine aligonga mtu kule barabarani, hivyo akaamua kurudi lile eneo la tukio, na awamu hii akawa ameenda moja kwa moja na Jeffrey ndani ya gari, akawa amemweleza kila kitu kwamba yeye anahisi aligonga mtu. Sasa baada ya kufika hapo, wakawa wameona msichana mmoja ambaye yuko kwenye mtaro hapa pembeni. Jeffrey akawa amethibitisha kwamba binti hapumui, pengine amekwisha kufa. Wakiwa na hofu kubwa, Hanifu akawa ameshtuka, mbona kama kuna kitu kwa mbali. Kwenye kusogea vizuri, wakawa wameliona basi ambalo liko eneo hili. Baada ya kuchunguza ndani ya basi hilo, huko wamekuta kuna watoto wote ambao wametoka kwenye
kwenye kile kituo cha watoto yatima, wote wako humu ndani wamekufa vibaya sana, wakiwa wamechanganyikiwa, wanajaribu kupiga simu polisi, hakuna mtandao kabisa eneo hili. Na sio kawaida, sio huko tu, hata upande wa nyumbani huko watu wanajaribu kuwapigia simu kina Hanifu ili wajulishe warudi haraka waje wale kwa pamoja, lakini hawapati kwenye simu. Wao wakaamua waendelee kula tu bila kina Hanifu pamoja na Jeffrey. Wakati wao wanakula chakula, Rina yeye alikuwa hali chochote, anatazama tu chakula kwa macho. Kwa nini? Kwa sababu huyu binti Richa unavyomuona hivi, yeye anaamini kwamba yeye ni mnene, anahitaji kupunguza mafuta, hivyo hali kabisa chakula cha aina yoyote. Kwa upande wa binti Eva, yeye yuko bize kujipulizia tu dawa mkononi. Ikabidi wamuulize Antoni ambaye ndo mume wa huyu binti, akasema kwamba mke wangu alikuwa na matatizo ya ngozi, japo sio matatizo makubwa sana, ndiyo maana kwa sasa anahitaji muda wote kuwa anatumia dawa ambayo ni kwa ajili ya kuua bakteria kwenye mikono yake. Upande wa chakula, watoto Haki akawa amemwambia Rani kwamba nimemuona Ibu Mira kwenye picha. Rani akamwambia kwamba hiyo albamu ambayo umeiangalia hamkupaswa kabisa kuiona kwa sababu Bandi aliificha ili watu wasione. Akasema kwamba kama unahitaji kuona ama kujua zaidi kuhusiana na Ibu Mira nitakuonesha, ninayo video. Baada ya chakula kweli Rani akamwekea video Haki ili aiangalie, lakini baada ya kuiangalia ni video ambayo ilikuwa inaonyesha matukio ambayo wameyarekodi ndani ya nyumba hii. Kadiri video ilivyozidi kwenda, inamuonesha Mira alikuwa ni mtata kidogo, lakini ghafla akawa amezima TV. Akasema kwamba inaweza kusababisha ndoto mbaya kwako. Upande wa kaka mkubwa Hanifu pamoja na Jeffrey wakafanyikiwa kurudi kwenye kituo, lakini wana wasiwasi kubwa sana. Antoni akawa amuuliza mlikuwa wapi? Ikabidi wamueleze tukio zima kwamba Hanifu alipokuwa anakuja huku aligonga msichana kwa bahati mbaya, na yule msichana inavyoonekana ni kama amekufa, lakini pia basi ambalo lilikuwa limebeba watoto yatima wa kwenye hiki kituo wamefariki wote, liko huko ni takriban kilomita 80 tu kutoka hapa. Mshikaji hakuwa waamini kabisa hawa watu wanachokizungumza, akaona kabisa hawa watu watakuwa wamechanganyikiwa tu kwa namna yao. Sasa wakati wao wanazungumza haya yote, mke wake Hanifu alikuwa anasikiliza kila kitu. Antoni yeye kwa sababu hakuamini alichoambiwa, akaamua kwenda kuthibitisha yeye mwenyewe kwa macho. Antoni akiwa njiani analalama njia nzima, anasema kwamba alichoambiwa lazima kitakuwa hakina ukweli wowote, hawa watu kuna kitu watakuwa wanamficha. Baada ya kufika sehemu husika aliyoelekezwa, akawa ameliona lile basi liko hapa. Baada ya kuingia ndani ya gari, akashangaa kuona watoto wote ndani humo wamesimama wanamtazama. Sasa akiwa hapo, mlango wa gari ulikuwa umejifunga. Nje akaona kuna mwanamke mmoja anamtazama. Ndani ya gari alikuwa amekanyaga yai bila yeye kujua, lilikuwa limetoka wadudu wengi sana na wakawa wamemuingia ndani ya mwili. Wadudu wakawa wamemuua kabisa. Sasa hiki kisa kinanikumbusha moja kati ya tukio ambalo linafundisha kubwa sana likiachia Yesu Kristo ama Nabii Isa. Thomas licha ya kwamba aliambiwa, lakini yeye alihitaji kuona kwa macho. Nabii Isa ama Yesu akasema ujumbe mzito kwa lugha nyepesi: heri wale wasioona lakini wanaamini. Ndani ya nyumba ya mke wa Hanifu, Nadia akawa anamuuliza mme wake, kuna nini shida baba? Mzee bado ana hofu. Kabla hajajibu, kuna kuku mmoja aliyokuwa amekatwa kichwa akawa manguka mezani hapa. Watu wakabaki wanashangaa. Sasa upande wa mwanadada Rina alikuwa na mme wake Jeffrey ambaye bado alikuwa na hofu kubwa sana. Mme wake alikuwa anajizuia asimwambie mke wake hili jambo lisije likamtia hofu. Sasa Rina kichwani mwake yeye anawaza kuhusiana na unene. Ana unene gani huyu mama? Na yeye jamani, hata mkimwangalia akuwa ametoka hapo baada ya kuwa amejisikia vibaya, anaona kama anapuuzwa na mme wake. Alivyoenda huko pembeni, akaanza kusikia kuna sauti za ajabu sana zinamuita hapa. Binti akaenda moja kwa moja na akachukua kisu, akaanza kukata tunda na akaanza kula, na unaambiwa kwamba huyu binti hajala matunda tangu akiwa mtoto mdogo mpaka amefika huu umri. Sasa akiwa hapo anajitazama kwenye kioo, akaanza kuona kama mwili wake una nyama nyingi sana. Akaanza kutumia kisu kile kwa ajili ya kupunguza unene. Huyu anatumia shortcut mbaya. Sasa yeye alikuwa anaona anajipunguza tu minofu kawaida kabisa, na anajiona vizuri sana. Saizi anakuwa modo bila kujijua kwamba amejijeruhi vibaya mno. Mume wake akawa amefika hapo, anashangaa kumuona Rina amejiumiza vibaya sana, na binti anamuuliza mume wake kwamba vipi, nimepungua ama bado natakiwa kujipunguza zaidi? Baada ya kuwa amejiona katika hali aliyokuwepo yeye mwenyewe, akili yake imemrudia, akawa ameanguka chini. Hanifu akawa amefika hapo pamoja na mke wake ili kumsaidia. Eva sasa upande mwingine huko bize kitandani huko, mara kuna tandu kadhaa wakiwa wamemwangukia binti na kumwingia ndani ya mwili wake. Binti kwenye kuhangaika kuwatoa wale wadudu, mamani pamoja na mke wake Siti uko wamefika hapo kwa ajili ya kumsaidia. Sasa hawezi kabisa kuzungumza kitu chochote kinachoendelea. Hanifu pamoja na Jeffrey pia wako wamefika hapo, wana mgonjwa mwingine Rina. Wakaanza kushangaa hali ambayo inamkuta Eva. Eva akawa ametapika wadudu, Eva akawa ametapika tandu wazima kabisa, na mwili wake unaonyesha kuna wadudu wanatembea ndani yake. Eva akaamua kung'oa ngozi yake ili wadudu watoke ndani ya mwili wake.
wake na akawa ameanguka chini, akawa amezimia. Wagonjwa wakawa wameongezeka, ikabidi wakimbize hospitalini. Lakini sasa kimbiza gari linarudi sehemu ile ile, kimbiza gari linarudi sehemu ile ile. Mke wa Hanifu ikabidi kuuliza, jamani, nini kinachoendelea hapa? Kwa sababu huyu mwanamke ndio mtu pekee ambaye hahusiani kabisa na hichi kituo cha watoto yatima. Akawa amemuuliza mume wake kwamba nini kinachoendelea, mbona mimi sielewi? Hanifu ikabidi kueleza kwamba miaka 25 katika nyumba ya kulelea watoto yatima kulikuwepo na mtoto mmoja kwenye chumba kimoja. Mtoto huyo alisababisha moto. Moto huo ulisababisha vifo vya wasichana 3 kwenye hiyo nyumba. Wao wote waliamini hii story kwa sababu waliambiwa na mlezi wa kwenye hicho kituo, lakini baadaye wakaja kugundua ni kwamba mlezi wao ndiye aliyehusika na mauaji yote, na mtu huyo sio mwingine ni Ibu Mira aliyokuwa akifanya uchawi mweusi, na yeye ndiyo aliyeondoa watoto wao kama sadaka. Walijaribu kukimbia, lakini walijikuta wakirudi pale pale kila mara, ikabidi warudi ndani. Hapo wakawa wamemkuta mzee Bandi kamkamata Mira. Kwa msaada wa Anthony, Hanifu pamoja na Jeffrey walimkamata na wakamfungia katika chumba ambacho ndio chumba ambacho hakiruhusiwi kabisa kufunguliwa kwenye hicho kituo. Sasa baada ya muda walipokuja kufungua mlango, walimkuta huyo mwanamama amefariki. Sasa ili kufunika ushahidi, wakaamua kumzika ndani ya chumba hicho hicho, watu wote 3 wakiwa pamoja na mzee Bandi ambaye alikuwa amesimamia hilo zoezi. Sasa ukiachana na hizi story, upande wa watoto nyumbani huko umeme ukuwa umekatika, nguvu isiyokuwa inaonekana ikaanza kutawala ndani hapo. Mambo yakaanza kubadilika. Hasibu akalazimika kuanza kujifunga mdomo wake kwa kutumia stapler. Muda huu kila mmoja huko kivyake. Haki yeye yuko bize kuangalia ile video ambayo alipewa na Rani. Alikuwa akitazama kitu ambacho kimekwisha kurekodiwa miaka mingi iliyopita. Mara TV ikaanza kuonyesha tukio la moja kwa moja hapo. Kijana anamuona Ibu Mira akiwa anaingia hapo taratibu, nyuma yake anamuona mtu nyuma yake, lakini akigeuka haoni kitu chochote. Mara akaona miguu, mara akaona kile kiumbe kiko mbele yake kinamtazama. Dogo akaenda kujificha kwenye chumba kingine, akaanza kumtafuta Hasibu. Akamkuta mshikaji amefungwa mdomo wote kwa zile pini za stapler, yani hawezi kabisa kuzungumza. Mshikaji likana kwamba alikuwa anamwambia Dogo akimbie, lakini Dogo haielewi. Nguvu isiyokuwa ya kawaida ikaanza kumlazimisha mshikaji kuchukua bunduki ili ampige risasi Haki. Mshikaji anajitahidi sana kujizuia, mara akafyatua risasi ikampata Dogo. Sasa muda huo huo Hanifu, Nadia wako wamerudi nyumbani, wakaanza kuwatafuta watoto ili waondoke wote hapa. Kwenye kutafuta wengine wote wakawa wamepatikana, Haki pamoja na Hasibu hawapatikani kabisa. Wote wakaanza kuwatafuta. Hanifu ikabidi kuambia ukweli Maman pamoja na mke wake kwamba watoto wote walioondoka katika hiki kituo wamekufa huko kwenye basi huko, msiwategemee kuwapata hapo kwa salama. Upande wa nje Jeffrey akagundua kwamba Rina aliyokuwa ndani ya gari mgonjwa hayupo hapo, akaanza kumtafuta, akamkuta yuko pembeni huko amekaa, yuko bize kula funza. Rina baada ya kurudiwa na akili yake ya kawaida akawa ameanguka chini na akawa amepoteza fahamu. Ndani ya nyumba Nadia akaingia katika chumba cha Park Bandi na kumuona mwanamke mwingine akiwa anaingia chini ya kitanda. Alipochunguza chini ya kitanda akakuta kuna sanduku jingine lenye picha mbalimbali. Baada ya kuzitazama hizo picha akawa ameshtuka sana. Mzee Park Bandi ni mgonjwa, lakini anamtazama kwa hasira sana, kana kwamba huyu binti ameenda kuona siri ambazo hakufaa kuziona. Nadia akampelekea mme wake zile picha na akawa amemuuliza kwamba hawa wasichana ni kina nani. Hanifu akawa amesema kwamba hawa wote ni marafiki zao ambao wamelelewa kwenye hichi kituo. Hii inaonyesha kwamba mzee Bandi alikuwa ni mzee mshenzi kuliko umri wake. Yani mzee anaonekana ni mzee, lakini alikuwa na mambo ya kiuasherati sana. Yani alikuwa na wafosi watoto kilimo mdondoko hapa bila hiari yao. Inavyoonekana mzee ushetani wake akaamua kukingia kifua, akaamua kumsingizia Ibu Mira kwamba yeye ndiye alikuwa anafanya mambo ya kishetani kwenye hii nyumba. Nadia akasema kwamba Ibu Mira alikuwa akiwalinda wasichana. Hiki ndicho kinachoonekana. Aliuawa ili ukweli usijulikane. Baada ya kutafakari, wakaanza kuhisi kabisa kwamba kuna mtu ambaye atakuwa analipa kisasi, kwa sababu mtu aliyefariki, yani Mira, alifariki akiwa amedhulumiwa haki yake ya kimsingi. Sasa kama yeye ni mfu, maana yake kuna mtu ambaye atakuwa yuko hai ndiye anayafanya haya mambo yote. Ghafla Dina akaleta picha nyingine tena. Sasa kwenye kuitazama hii picha wanashangaa ni Siti, yani ni mke wake Maman. Hanifu akakumbuka kwamba walifika hapa wakiwa wameitwa na Maman pamoja na mke wake. Wakati huo huo Jeffrey akawa amemleta Lina ndani, akasema kwamba ni lazima ampeleke mke wake hospitalini. Lakini Hanifu akawa amemuuliza kwamba je, nyinyi mlikuja mkiwa mmeitwa na nani? Akawa amemuonyesha picha ya Siti na akawa amemuuliza hilo swala, jamaa anatakiwa kujibu. Sasa mshikaji kabla hajajibu, kwa sababu alikuwa amepaniki, Maman pamoja na mke wake wakawa wamefika hapo, wakasema kwamba hawajampata Haki. Mara moja Jeffrey akawa amemshambulia Maman kwa hasira, huku Nadia akawa ameshikilia kisu, anataka kujua ukweli, nini wanachokificha hawa wanandoa.
Siti akawa ameeleza ukweli kwamba Paki Bandi alikuwa akiwanyanyasa wasichana kwenye hii nyumba, na aliwanyanyasa bila kujali umri wao, na yeye ndiye aliyowachoma wale wasichana watatu kwenye hii nyumba ili kuwatishia wengine wote wasiseme ukweli kuhusiana na unyama ambao yeye alikuwa anawafanyia. Siti akasema kwamba ili yeye kujitetea aliamua kujimwagia maji ya moto usoni kwake ili yule mlafi Badi asiweze kumshika. Akasema kwamba Ibu Mira alianza kutumia uchawi ili kuwalinda watoto wote ndani hapo, na yeye alikuwa amepanga kumuua Paki Bandi, lakini alisingiziwa na akafungwa ndani ya chumba kimoja ili kufa huko, na jambo hili lilifanywa na Jefla, Antoni pamoja na Anifu. Wakati huo huo, yule msichana aliyekuwa amegongwa na gari na Anifu, wao walijua kwamba amekufa, akawa amefika hapo kuomba msaada. Huyu binti anaitwa Mustika. Baada ya kupewa sikio, akawa ameeleza kwamba walipokuwa wametoka safarini kurudi nyumbani hapa na basi walikuwa salama salimini, lakini kuna mwanamke mmoja akawa ameingia ndani ya basi hilo na akawa amewaroga watu wote wakawa wamekufa isipokuwa yeye tu, kwa sababu muda huo yeye alikuwa amevaa headphone kichwani kwake, hivyo hakuwa amesikia kabisa huo uchawi. Sasa wakati alipopata nafasi ya kukimbia ili kurudi kwenye hichi kituo, alipofika barabarani akawa amegongwa na gari la Hanifu. Hanifu akawa amechukizwa sana, akawa amepata hasira kubwa sana, akatamani kwenda kwa Paki Bandi ili kwenda kumuua kabisa, lakini Nadia akawa amemzuia kabisa ili kumtuliza. Akasema kwamba wanapaswa kuanza kumtafuta haki kwanza ili waondoke hapa wakiwa salama. Hanifu akaona picha ya Ibu Mira na akiwa na mtoto mmoja anaitwa Muri. Kijana baada ya komwe kutulia akawa amegundua kwamba Mira pamoja na Muri walikuwa ni mtu na mama yake. Sasa kama Muri alikuwa ndiye mtoto wa huyu mwanamama, hii yawezekana Muri ndiye anayesababisha haya mambo yote. Baada ya muda wakiwa hapo, wasibu akawa amefika hapo na mtoto Haki akiwa amejeruhiwa vibaya sana. Wakawa wametoka nje. Eva ambaye alikuwa amepagawa akawa ametokea hapo, akasema kwamba nyinyi nyote, hivyo ndivyo watu hujisikia wanapopoteza wapendwa wao. Ghafla akarudi katika hali yake ya kawaida, akawa muuliza nini kimetokea, kisha akaanguka chini, akaanza kujigonga kichwa chake kwenye kioo cha gari na kupoteza fahamu. Hanifu akamwomba Muri aache haya mambo yote, kwa sababu amekwisha kujua kwamba yote haya yanafanywa na Muri ambaye ni mtoto wake Mira. Kweli Muri akawa ametokea hapo ananing'inia hewani, akaanza kuwazibu mmoja baada ya mwingine. Nadia akajaribu kumzuia, lakini Rani akamshambulia, akamzimisha chini. Sasa hii imekaaje tena? Mbona Rani kama anamtetea sana Muri na yeye hadhuriki kabisa na huu uchawi? Upande wa binti Eva akaanza kusikia maumivu makali sana mkononi mwake na wadudu wakaanza kumtoka mwilini mwake. Jefla akawa amevunjika vidole vya mkono wake. Watu wakaanza kuadhibiwa, wengine wanamwagiwa maji kama mvua hapa, maji ya moto. Nadia yeye alikuwa kando kwa sababu yeye hajatoka kabisa mahali hapa, lakini ghafla akasikia vilio vya watoto wake. Akashtuka baada ya kumuona Sandi pamoja na Dina wakiwa wanateswa pia. Akakimbia katika chumba kingine ambapo akamuona mme wake Bandi pamoja na Haki wakiwa hapo. Muri akawa amewashambulia. Muri akasema kwamba mama yake alitaka kujiweka kuwa safi mbali na mikono michafu ya Paki Bandi, lakini alishindwa. Akaapa kwamba atawaua wote usiku huo. Akasema kwamba wote waliokufa kwenye basi ni bora wafe kuliko kuendelea kukaa katika sehemu chafu kama hii. Watu wote wanateseka ndani ya nyumba hii isipokuwa Rani tu, na mara kadhaa umekwisha kumuona Rani akiwa anamtetea Muri. Kwa nini? Ni kwa sababu Rani ni mtoto wake Muri. Nadia akapewa mundu ili amuue mme wake, lakini yeye akataka kumshambulia Muri, lakini ikashindikana. Akasema kwamba muue mme wako, watoto wako wote waachiwe huru. Mme wake akawa amesema kwamba yuko tayari kufa. Muda huo huo wao wanaendelea kushauriana. Haki akawa amefika hapo na akawa amemdunga kisu Muri mgongoni. Muda huo huo Nadia akawa ametumia mundu na akawa amemkata kichwa mwana mama Muri. Licha ya Muri kuwa ametengwa, kichwa kiko chini, lakini kichwa kilikuwa kinaendelea kuwa na uhai tu. Akanyanyuka mwili wake ukawa umechukua kile kichwa na ukawa umejiunga tena. Yani kuna watu ni wagumu kufa nyinyi, yani kuna watu ni wagumu kufa nyinyi. Nadia akatupa mshumaa wa moto juu ya mwili wa Muri. Muri akawa ameungua na moto na akawa amemwangukia Paki Bandi. Baada ya kuomba msamaha, lakini Hanifu akawa amemwacha ungua hapo kutokana na madhambi yake. Baada ya siku kadhaa, Nadia alipoenda kumchukua mtoto wake shuleni, akiwa ndani ya gari, kwa mbali akaona kivuli cha Muri, kisha kilikuwa kimetoweka. Lile jengo la kulelea watoto yatima lililazimika kuuzwa, lakini sauti za ajabu ziliendelea kutanda eneo lile, ikiwa pamoja na hatua za miguu ziliendelea kusikika ndani ya eneo lile. Hii inaonyesha kwamba matukio ya namna hii huwa yaishi moja kwa moja, lakini hii haimaanishi kwamba filamu hii itakuwa na mwendelezo. Mara nyingi filamu za Indonesia huwa zinaisha katika mazingira haya ili kukuonesha kwamba maovu ya mwanadamu daima huwa yanaendelea, huwa yaishi moja kwa moja. Hivyo subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.